Asante Baba Mungu wa milele, tunakupenda, tunakuheshimu, tunakutukuza kwa makuu, kwa upendo, kwa ulinzi, kwa kibali ulitupa sote kwa matone pako siku ya leo ambayo ni siku njema ya kibali, ya mafanikio, ya baraka, ya miujiza. Kwamba niliona ni vyema leo nitasimama mbele yako Baba tukitangaza neno lako kama ilivyokuwa makusudi yako. Bwana, naomba unitie nguvu katika yote, uweza wa Roho Mtakatifu katika yote, uzihirike na utukufu ukurudilie. Taifa lako atakaposikia neno lako Bwana, ujitukuze na mapenzi yako yawe mema usiku na mchana katika maisha yetu sote. Tukiomba tukiamini katika jina la Yesu Kristo. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Leo nitafundisha kwa style kidogo ya reticence, kama figure de style, ikimaanisha kwa maparagraph, vipengele. Kwa hiyo nitaomba tu connect pamoja, tupande ngazi, ili kwamba siku ya leo iwe maximum kusikia kile Mungu ametaka tuzungumuze. Nikisema kwamba ujisikie wewe ndio unafunza, ili kwamba kile ambacho ungetamani kizungumuzwe kikuzungumuza, weka kwa nafasi yangu na Mungu atatukuzwa. Amen. Wale ambao wanaangalia television ama tuseme cinema, TV, nadhani sote tuko na TV nyumbani. Sinema yoyote, type ya content yoyote, iwe ya kichawi, iwe ya mapenzi, ya vita, ya kung fu, ya siasa, ya wanyama, yoyote ile, the content ambayo inachezewa ina asilimia nyingi ukweli inayotendeka. Eza ilitendeka ama inatendeka ama inaandaliwa kutendeka. Na ukiangalia pia television ama social media, update news, utagundua kwamba hii dunia ni kidogo sana katika ulimwengu wa roho kwa watu waliokomaa katika Mungu. Hii dunia imekuwa kidogo sana, tena imekosa ladha yake imeisha, tena ikidhihirisha dalili za siku za mwisho. Utaona kwa news kwamba kuna sehemu ya ulimwengu hii ambapo mafuriko inafurika maji, watu wanakufa, watu wanakosa kazi, watu wanaangamia, watajiri wanakuwa maskini. Utaona ulimwengu ingine earthquake, inaitwa tremblement de la terre, ikibomoa, watu wanaangamia, watu wanaumia, watu wanateseka. Utaona sehemu nyingine vita ni kali, watu wanakufa, watu wanakosa makazi, watu wanaumia, watu wanakosa raha. Utaona sehemu nyingine jua ni kali sana, hawezi lima, njaa ni kali. Utaona sehemu nyingine magonjwa ya epidemi imeharibu, watu wanakosa amani. Utaona sehemu nyingine siasa ya nchi imekuwa mbaya mpaka wananchi hawana raha, appetite imeisha. Utajikuta kwamba dunia imekuwa kidogo, hakuna mahali utakimbilia. Tuseme kwamba mwanadamu haiko salama katika hii dunia kama tu hata jiconnect na huyu Mungu maisha yake yote. Katika yote nazungumuza kwamba dunia imekuwa kidogo, imepoteza ladha, inaonesha dalili za kuisha,
mtu popote ulipo utakuwa salama tu kama utaconnect maisha yako na Mungu. Amen. Biblia inasema twayaweza mambo yote katika yeye atutiaye nguvu. Hiyo ndio password. Sasa tuko kwenye msimu wa media ama simu wa somo letu ni wokovu. Wokovu. Amen. Tunajifunza wokovu. Kile tunaamini mahali tumetoka na sasa kila mmoja wetu kuna kitu amejifunza, kuna kitu ameshaelewa, kuna hatua ameshafanya katika ulimwengu wa roho. Ili tunaamini kwamba huko nyinyi ambao mnao tusikiliza kwamba mchungaji akichagua mmoja wetu hapo, yeyote ule tu anaweza ka present kulingana na kiwango Mungu amemwezesha kuelewa habari za wokovu. Kwa hiyo tusimame na tusome maandiko. Msomaji wetu tuandalie Warumi 5:19-20. Hiyo usisome, uandae tu. Lakini tuna somo letu ambalo linatubeba ambayo ni Yohana, Injili ya Yohana 3:10 na ngapi? 16. Hiyo msomaji hautasoma, tutanukuu. Kunukuu ni kusoma bila, ni kusema bila kusoma. C'est recitation. Ile naamini kila mmoja anajua, na kama mtu hajui hiyo mtanisamee, kuna muda mwingine tunaongeanga vibaya hapa. Mchungaji, tunaposoma hiyo uangalie vinywa vya watu, yule atarong. Kama itawezekana uande kiwanda ingine ya Sunday school ya wakubwa, asubuhi wakija wapitie hapo, wa refresh, watu join, because lazima tupande ngazi, lazima isomo iishe, na ikiisha before iishe kutakuwa evaluation, tumeelewa nini, tumefika wapi, ili tupande ngazi, hatutabaki mzero. Ama aje? Mchungaji uko na waangalia mwenye atafanya huyo ajui. Wewe shika majina yao yote, weka tu kwa Sunday school ya wakubwa, mtapanga program. So 1 2 3 4, yo Injili ya Yohana 3:16, twende go. Ili tuchape, tushangilie na tukae. Watu wako sawa? Hakuna tena tume cancel hiyo class, tume cancel. Tuko sawa? Sawa, tusome basi Warumi 5. Hiyo ni barua ya Paulo anaandikia Warumi 5:19-20. Warumi sura ya 5 mstari wa 19 hadi 20. Tunaweza kusoma kama kwa Biblia yako na usome pamoja na mimi. Yes. Kwa sababu kama kwa kuasi kwake mtu mmoja. Kwa sababu kwa kuasi kwa mtu mmoja, huyo ni Adamu, watu wengi wameingizwa katika bila, watu wengi wameingizwa katika hali ya wenye dhambi. Kadhalika kwa kutii kwa mtu mmoja ambaye wameingizwa katika hali ya wenye haki. Watu wengi wameingizwa katika hali ya wenye haki. Yes. Lakini sheria iliingia ili kosa lile liwe kubwa sana. Lakini sheria ikaja ili kosa ama ile dhambi ya Adamu iwe kubwa sana. Na dhambi ilipozidi, dhambi ilipopanda kiasi, neema ilikuwa nyingi zaidi. Amen. Neema ya Mungu ikawa nyingi. Amen. Chapie neno la Bwana makofi. Yes, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah.
Paulo anaandikia Warumi, leo haandiki Warumi, anatuandikia sisi. Anasema kwamba kwa sababu ya dhambi ya mtu mmoja ambaye tunajua ni Adamu, ulimwengu umeingizwa katika dhambi. Watu wengi wamehesabiwa dhambi. Lakini kwa kutii kwa mtu mmoja ambaye ni Yesu, neema imetawala watu wengi. Amen, amen. Bwana Yesu asifiwe. Tunaona kwamba ukianzia line tangu Adamu akose, tunaona watoto wake Kaini na Abeli wameuana. Tunaona kizazi cha Enoch, tunaenda kwa Ayubu, vile watu wamefanya maovu, Mungu akaangamiza na maji. Tunaona kizazi kingine cha Sodoma na Gomora, vile pia walifanya makosa wa kusikia Mungu akaangamiza kwa moto. Tunaona kizazi sasa cha ambaye ni Ibrahim, mahali Mungu amekuja kushika break ili kuanza mpango kudhihirisha vile ataokoa taifa. Baada ya hapo tunaona vile Ibrahim pia kizazi chake kimeenda utumwani Misri, kupitia Musa wakapata wokovu. Ndio maandiko inasema sheria ikaja ili ile kosa, ile dhambi iwe kubwa sana. Itakapokuwa kubwa, itakapodhihirika, ndio Mungu ashuke, neema ishuke, Kristo ashuke na mpango ya kuokoa watu. Vitu mbili tunaona hapa, sheria na neema. Kazi ya sheria ilikuwa ni kudhihirisha ama kuexpose makosa ya watu na kuwapunish. Kuexpose, yani kutangaza wazi makosa, dhambi watu wamefanya na kuwapea punishment kutokana na makosa wamefanya. Lakini kazi ya neema ni kuexpose huyu mwenye dhambi, mtu kwenye neema na upendo wa Kristo. Yani neema inakuja kuleta huyu mtu, kumsogeza karibu na upendo wa Kristo. Ndio hapo tunazungumza habari za wokovu. Kwa hiyo somo langu bado tunaendelea na wokovu. Amen. Sasa fikiria, sheria ilikuja ili makosa yao iendelee. Jiuliza, hao watu waliishi aje? Inawezekana hao watu ndio maana Biblia inasema sisi tulikuwa wanyama, tulikuwa mizoga. Watu kitambo walifanya chochote wanataka. Yani hawajui kwamba ni makosa na wataki kujua kama ni makosa, vile feeling inampeba inaenda. So katika dhambi zikawa nyingi. Sheria ilipokuja itabidi iwaprepare, waanze kujua vile wanafanya ni kinyume na mapenzi ya Mungu. Kwa hiyo ilibidi sheria iwapunish makosa yote walikuwa wanafanya. So kwa hiyo punishment inaikuwa naendana na makosa. Kwa hiyo kuna dhambi ama kosa ambayo ungelipia ngombe 5 ama ngamia 5 ama ngamia 100, ama kuna ile ya njiwa. Kuna ile ambayo hata ulete ngombe 100 haistahili kuvuta makosa yako. Itabidi ufanye nini? Uwawe ama utundikwe. Ndio maana utasikia wengine baki kushika na mke wa watu, unapigwa tu mawe unaenda. So kwa hiyo hivyo ndio wameishi. Ikafika muda wa sheria, na sheria hizo ambazo Musa amepea Mungu tunajua kwamba zilikuwa 10. Lakini anda kila sheria kulikuwa vipengele vingi sana. Yani kulikuwa sheria 1, 2, sheria 1, 3, sheria 1, 10, sheria, ilikuwa vipengele vingi sana ambavyo vilifanya watu kuanza kuogopa kufanya makosa. Amen. So kwa hiyo Mungu sasa akaja na neema kuwaonesha kwamba haina haja ya kufa, haina haja ya kuangamia. Kuna nafasi nyingine ambayo mnaweza mkaokolewa.
Na wokovu ilikuwa na sababu kubwa ambayo ilikuwa ni objective, iokoe nafsi ya mtu kutoka dhambi na madhara yake. Yaani mtu anasamehewa dhambi ili kuokoa nafsi kutoka dhambi na madhara ya dhambi. Amen. So utakapozungumza zaidi habari za sheria, tunaona pia kuna somo inaitwa kwamba laana ya sheria ama laana ya Torati. Hatuko huko. Amen, amen. Sasa tunaposoma Yohana 3:16 inatuambia, kwa maana Mungu akampenda mwanadamu akamtuma Kristo ili atakayemwamini asipotee bali apate uzima wa milele. Ukishuka 17 inasema Yesu hakutumwa duniani ili ahukumu ulimwengu, bali ulimwengu ama wenye dhambi waokolewe kupitia yeye. Amen. So kwa hiyo tunapozungumza, tukirudi nyuma katika definition ya wokovu ambayo imezungumzwa, tumefunzwa sana kwamba wokovu ni kuwa huru, ni kusamehewa dhambi, ni kukombolewa, ni kuwa salama, ni kuwa safi. Yaani ni kuzaliwa upya. Amen. Ni kuzaliwa upya, ni kuwa salama. Kwa Kiingereza tunasema it is a state of being saved, being redeemed, being saved, ambayo ina refer to deliverance ya nafsi kutoka dhambi na madhara ya dhambi. Ndio maana nimesema kama hautapanda kiroho hautanielewa. Amen. Sasa watu wanaogopa wokovu, wakisema wokovu inatukosesha raha, wokovu inabana watu sana, wokovu inafanya watu kuwa maesclave, wokovu kuna vile wanaiofu, lakini ni kwa sababu hawakujua siri iliyomo ndani ya wokovu. Amen. Kama wangefunuliwa siri iliyomo ndani ya wokovu, hawangesema hivi. Kwa hiyo yule aliye ndani ya wokovu amesamehewa, amekuwa kiumbe kipya, ameokolewa, amekuwa salama. Biblia inasema mbinguni mtu akiokoka wanafanya sherehe. Kwa hiyo wanapoogopa wokovu, lakini tukiwatangazia kwamba wokovu ina faida nyingi sana, ambamo miongoni mwa faida hizo nitataja 3. Moja, unafanyika kuwa mwana wa Mungu, unazaliwa upya, unasamehewa dhambi, unakuwa mtu safi, unakuwa mtu ambaye uko salama, mtu ambaye umekuwa katika ufalme wa Mungu. Amen. Sehemu ya pili ya faida mtu anapookoka ni kwamba anakuwa mwenye haki. Kuwa mwenye haki, tumesema tayari amekuwa mwana wa Mungu. Kwa hiyo haki zote ndani ya ufalme wa Mungu tuko na droit, tuko na right. So itategemea na nguvu ya, maana Biblia inasema asiyekula asifanye nini? Asiyefanya kazi asile. Na ufalme wa Mungu wapatikana kwa nguvu. As long as umeokolewa, si kwamba tunakaa. Itabidi katika haki zetu tuzitetee, tuzitafute, na zinapatikana na Mungu anazipea bure. Amen. Sehemu ya 3 ambayo ni faida kubwa ya Mungu anapopea mtu ambaye anaokoka ni package
ambayo ni gift, ambayo iko very very special, ambayo Mungu anaangalia huyu mtu anayeokoka, amesikia injili, ameamini, ametubu na kawa mwana wangu. Nini hiyo nitampea, ambayo very special, ambayo inaitwa uzima wa milele. Hiyo ndio gift Mungu alikaa akaangalia hawa watu. Nini ninawapea ambayo ni muhimu zaidi? Ni uzima wa milele. Uzima wa milele ni miongoni mwa asili za Mungu. Tunapozungumza uzima wa milele, tunaona asili ya Mungu ama utukufu wa Mungu, kwamba Mungu ni yeye yule jana, leo na hata milele. So, hakuwaki mtoto na azeekaki milele na milele. So kwa hiyo unapookoka unapewa gift kwamba tunaishi milele. Na uzima wa milele haupatikani mbinguni. Uzima wa milele hauko mbinguni. But uzima wa milele, ukisoma Yohana wa kwanza 5:11 inasema, tukinukuu kwamba na ushuhuda tunao huu, kwamba Mungu ametupea uzima wa milele. Na uzima wa milele unaye nani? Unaye mwana. Kwa hiyo ukishuka 12 inasema hamwaminiaye mwana ana uzima wa milele, na asiye muamini amefanya nini? Amehukumiwa. Kwa hiyo uzima wa milele sio kwamba hauko mbinguni, kwamba uzima wa milele unapatikana kwa nani? Kwa Yesu. Formula, ukimwamini Kristo una uzima wa milele. Kama faida ya wokovu ambayo tunapaswa kujivunia. So tunapokuwa na uzima wa milele, kabla tunapumua, kabla tunakula ugali, kabla tunaishi tukiwa wanadamu, tunapookoka tuna uzima wa milele ambao hata mwili ina expire, mwili inakufa, bado uzima huyo tunalala nao mpaka siku ya parapanda itakapolia, tukifufuka tukimlaki Bwana hewa. Kumbuka Biblia, maandiko yanasema malaika watamuuliza hawa nao ni wakina nani? Yesu anawajibu, hawa ni wale ambao wameshinda ziki ya ulimwengu. Kwa hiyo tutaambiwa karibu sana mkaingie katika ufalme wa mbinguni. Amen, amen. So tukirudi huko zamani, Mungu akaumba Adamu, akamwambia hii mti ya mema na mabaya usikule, mti wa uzima ndio wako. Shetani akaja akahepa Adamu, because alijua Adamu ameongea na Mungu, sio rahisi kumconvince. Akahepa akaenda kwa nani? Kwa Eva. Aka make sure amemconvince, akamshawishi Eva akule tunda. Mambo mawili amezungumza. One, Mungu amewadanganya kwamba mkikula mtakufa, hamtakufa. Jambo la pili, mkikula mtakuwa kama yeye. Kuna version nyingine ya Biblia sema mtaona, mtafunguliwa macho. Je, Adamu hakuwa anaona? Na kama alikuwa anaona, alikuwa na macho ngapi? Utagundua kwamba Adamu alikuwa na macho mbili, ya kimwili na ya kiroho. Tunapozungumza ya kiroho, tunaona Mungu alipopuliza pumzi, Adamu akawa na nafsi. Asili za Mungu zote zikaonekana ndani ya Adamu. Utakatifu ukawa ndani ya Adamu, ambao ni asili ya Mungu. Utukufu ambao ni pouvoir ya kutenda kazi ikawa ndani ya Adamu. Uzima wa milele ukawa ndani ya zile zote zikaonekana ndani ya Adamu. So Adamu macho yake ya kiroho ilikuwa very active, very powerful, na kasi, very sharp
kuona kuliko macho ya kimwili. Adamu tunapozungumza alikuwa kiroho, it means alikuwa naishi kwa imani. So Mungu ndani yake, vyote akitenda alikuwa hana wasiwasi, hata kama eti nyoka itamkula, eti anakula mwiba, eti kuna nini kule, kulikuwa hakuna 50%, kulikuwa 100% sure, hakuna asili za wasiwasi ndani yake. Yani alikuwa Mungu ndani yake. Ndio maana Mungu anasema tumuumbe mtu kwa mfano wetu, mfano wa Mungu. Hiyo ilikuwa mpango wa kwanza wa Mungu. Amen. Sasa Adamu alipokula tunda, alipokosa, kuna kitu kimefanyika automatic ambayo macho ya kiroho imezima, ya kimwili ikafanya nini? Ya kimwili ikaona, kafunguka. Kwa hiyo Mungu akazimika ndani yake. Utukufu, asili za Mungu zikamtoka Adamu. Akabaki yeye kama mwili, macho ikaona, wakatambua hii ni mbaya, ni nzuri, automatic ikaanza. Kwa hiyo wakaanza kuishi na sixième sens ama sixth sense. Ukienda shule, common sense. Kwa hiyo itabidi kabla akikula lazima asense, je, anatafuna miba? Imeanza. Akitembea, je, hakuna rugoropa? Nyoka haitanikula? Ilikuwa sana masense. Anatembea, yani niseme kama siseme ati, yani anaishi 50% sure but not sure. Yani kila anafanya amepoteza kabisa mwelekeo. Hiyo ni macho ya mwili. Wofu ikameingia, akajiona. Ukiona ukisoma Mwanzo 3:9 mazungumzo, Mungu anamuuliza mko wapi? Wanajificha. Wanasema tumekimbia na tuko uchi. Mungu anawauliza mmejua aje kama mko uchi? Kwa hiyo waliona, mwili ulifunguka, wakaanza kuona. Nikitaka kumalizia tukisema ambao Mungu akatuma Kristo kuja kwetu, force ama objective ni kuturudisha kwenye asili ya kwanza ya Adamu, ama mpango wa kwanza, kwenye asili ya kwanza alipoumba Adamu, kwamba yeyote atakaye muamini Kristo, yani zile asili zote zinadalojiwa, zinarudi kwake. Ni kama vile WhatsApp iki-expire, banakuambia update your application. Ukifinya ina download. Ikisha download banakuuliza, je, unataka ku restore your data? Do you want to restore your data? Yes or no? Kama utaki una click exit. Kama unataka yes restore, banarudisha zote za kuanzia sijui miaka gani. Zote zikifika WhatsApp inafanya. Hiyo ni mfano tu kidogo. So ni kwamba yule amwaminie Kristo, tukisema kwamba tunapokuwa ndani ya Kristo tumekuwa kiumbe kipya. Kristo anaishi ndani yetu, utukufu unaishi ndani yetu, uzima wa milele unaishi ndani yetu, upendo wa Mungu unaishi ndani yetu. Hata kama mtu atakuona uko 1 GB, but kiroho wewe ni mtu mkubwa sana, ambaye ukitembea si wewe unatembea, Mungu anakuzunguka, unatembea kama mfano. Chochote unafanya na sure bet kwamba hiki kinafanyika, Mungu anafanya, Mungu anatenda, Mungu ana uwezo. Kwa hiyo uwezo huo amen. Kwa hiyo inafika wakati hautakuwa na haja mpaka uombe sana ama ufunge sana ili kitu kitendeke. Tunatumia neno kwa imani na kinafanyika. Amen, amen. Kwa sababu Mungu yuko ndani yetu, asili za Mungu ziko ndani yetu, utukufu wa Mungu uko ndani yetu. Maana tumefanya maamuzi ya kumpenda Kristo,
ya kutoa maisha yake. Ndio kumando nasema katika dunia hii vyote vinavyotendeka vinaogopesha mwili. Hata uambiwe utaenda western countries, ukiongea na watu ya huko wakikwambia ukweli hata unaogopa kwenda. Kwa hiyo mtu atakuwa salama tu kama utaunganisha maisha yako na Mungu. Bila hivyo utaangamia. Amen. Kwa hiyo Mungu, wacha niwape ushuhuda. Kuna siku nimelala nikaona nimebebwa dunia ingine, ni giza bati, kuna mataa zingine bati, si kwa Mungu. Mtu ananibana huko, mtu ananibana huko. Hata siambiaka bibi yangu, atasikilia hapa. Yani ngangana kukataa, wanagangana kunibeba. But kuna kanema kalikuja kakunikumbusha nitaje tu Yesu, nitaje tu Yesu tu. Nikasikia tu Yesu anakuja kusema jina la, sio sauti huko kwenye ndoto. My friend, waliniacha nimesikia umepigwa kwenye kitanda na kitanda unasikia inalia. So kwa hiyo siku regret nilikuwa wapi. Kitu nimefurahia jina la Yesu wakaniachilia. Yaani sema the power of the name of Jesus. Kuna mengine baba haitaomba mpaka ufunge maombi ya 200. Utasema kwa jina la, kwa imani nafanyika. So kwa hiyo unapokuwa na Mungu usiwe na wasiwasi. Ndio maana unaweza tembea unasikia waliua watu hapa, basi ulipita, nyoka zilipita hapa, ulipita yaani ukirusha tu sinema yako nyuma kwa maisha yako yote huku zero ukipanda, utakuta tu kwamba si kwamba kuna formula ulifanya, sio kwamba wewe ni best. But kwa sababu Mungu alikupenda, yeye anashughulika na maisha yako. Ndio anasema vita sio vyenu, lakini vita ni vyangu. Yaani muniachie kabisa. Kitu cha kufanya ni mapenzi yake tu na unaokolewa. Utatembea manyoka utakuta ziko hapo, mambuzi zitasikia tu shindo, kuna mtu anapita si wa kawaida, nyoka zitakimbia, utapitana tuko salama. Hata wachawi wapige maformule, Mungu anapangua. Yani unaweza kumbuka ushuhuda umepata na umuone Mungu. So kwa hiyo tunapokuwa ndani ya wokovu, hizo ndio faida ni kubwa sana. Ndio Petro anauliza Yesu, bwana tuko tunakufuata tangu tuanze, hujatuambia point tutalipwa nini? Bwana mtalipwa mara 100 duniani na mbinguni ni uzima wa milele. Amen. Kwa hiyo Mungu awabariki. Amen.